alikuwa anaota ndoto kwamba amekufa, amesafirishwa, ameenda kuzikwa kwenye kaburi la ukoo, na hilo kaburi kule lipo linaonekana, yeye anaona amezikwa mtu mwingine, kumbe Mungu anamwambia wewe umezikwa kule. Ikabidi sasa aombewe, na kinachotokea kweli, wakati wa kuandika barua ya kazi, unakuja mkono mwingine unaandika badala yake, mkono wa mtu aliyekufa. Nataka nikwambie, kwenye eneo lingine huko wewe, kuna mtu mwingine aliniambia, mchungaji, ninapofanya kazi na kuwa mimi, lakini taleza msaala, ninaona mkono linatoka likubwa. Manake nini? Kazi, kwenye kazi anakuwa hai, lakini kwenye kupokea msaala amekufa. Ninataka nikwambie leo, lazima mkono wako uwe mkono wako halisi. Hakuna mkono wa kufa utakaopokea mema yako kwa jina la Yesu. Barani kwambia usiulete upande. Kuna mtu mmoja anaitwa Laheri. Wakati wa kutolea mahari alikuwa Laheri. Yakobo anataka kuoa Laheri, akawa Laheri. Hata anatafuta mahari anamwona Laheri. Hata jioni inakuta amemaliza anamwona Laheri. Lakini wakati wa kulala, wa kufunga ndoa, anatokea Lea. Kuliko pambazuka akatokea Lea. Ninataka nikwambie, wanadamu wanaweza wakabadilisha mambo yako, wakakuondoa wewe halisi, wakaweka mtu mwingine. Lakini leo kwa jina la Yesu, lazima ujileteshe. Laheri awe Laheri na Lea awe Lea. Sio kama unanielewa, sio kama unanielewa, sio kama unanielewa. Lakini nataka nikwambie, wewe pia watu wanaweza wakakufanya sadaka. Na jana nilianzia hapo. Wewe unaweza ukawa sadaka, ukawa sadaka ya watu wengine kufanikiwa. Nataka nikwambie, Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Zaburi 106 mstari wa 37 na 8. Mia na sita mstari wa 37 na 8. Biblia inasema ya kwamba waliwatoa wana wao na mabinti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Kuna mtu uko hapa, kuna eneo tayari ulishatolewa sadaka. Umekuwa sadaka ya kufanikisha watu wengine, umekuwa kafara ya kufanikisha ndoa za wengine, umekuwa sadaka ya kufanikisha uchumi wa watu wengine, umekuwa sadaka ya kujenga nyumba za watu wengine. Nguvu ya Mungu imeshuka kule nyuma. Huwezi kunielewa. Kuna watu wamefanywa sadaka. Wewe umekuwa sadaka ya kufanikisha watu wengine. Leo utaeleweka. Hautakuwa sadaka ya kufanikisha watu wengine. Walikutoa sadaka kwa mashetani ili wafanikiwe wao kiuchumi. Na ndio maana ukifanya biashara haufanikiwi, kwa sababu mweke tu hapa kwenye madhabahu anafanyika sadaka na yeye. Nataka nikwambie, kuna watu wanafanikiwa kiuchumi kwa sababu wako watu wa kwenye eneo lako la uchumi umefanyika sadaka. Walikutoa sadaka kwa mashetani ili wewe kupitia wewe wao wafanikiwe. Kwa hiyo wewe ni sadaka yao, sadaka ya miungu yao, sadaka ya waganga wao, sadaka ya utajiri wao. Kuna wengine ni sadaka ya ndoa zao. Sakatayaba. Huwezi kunielewa. Yamkini nataka nikwambie, anasema wakawatoa wana wao na mabinti zao. Nimekwambia wakitoka ni ili usimame kuliko kukaa. Usimame uelewe, ili unapoenda kuomba ujue. Unafanya sadaka. Nataka nikwambie, nakumbuka 2021
Niliombea binti mmoja mwanafunzi aliletwa hapo, wakati huo nipo Masaki. Yule binti performance shuleni imeanza kushuka. Kwa nini imeshuka? Babu yake ana mali nyingi. Sasa yuko mjomba wake ni mganga wa kienyeji. Kwa hiyo yule babu inaonekana kwenye hesabu zake za kugawanya mali, yule mjomba alijua atapendelewa. Matokeo yake akapendelewa mama yake yule binti. Kilichotokea, yule babu, yule mjomba akawa mganga kwa uganga wake. Kwa hiyo yule binti akasema, kwa kuwa nimenyimwa urithi, nimejichagulia yule binti kuwa sadaka ya uganga wangu, na huyu ndio urithi wangu. Sasa ninaomba mniachie nimtumie huyo kuamua watu. Nataka nikwambie, kuna watu kazi zao zinaenda na zako zinakufa kwa sababu wewe ni sadaka ya kufanikisha wengine. Leo kwa jina la Yesu ninainua damu ya Yesu isimame upande wako. Ninainua damu ya Yesu isimame upande wako, isimame upande wa ndoa yako, isimame upande wa uchumi wako, isimame upande wa huduma yako, isimame kwenye upande wa wewe umejulikana na Mungu, ili wewe kwa jina la nilimshangaa Mungu wakati nafikiri kabla sijaondoka. Mungu akaniambia niwafundishe watu kwa habari ya sadaka. Akaniambia kwa sababu wengi wamefanya sadaka, wao ni sadaka, na akaniambia hauwezi kutoa sadaka kwa sababu wao ni sadaka. Kuna watu wamefanya sadaka, kuna watu wamefanya sadaka walikuwa sadaka wa madhabahu za giza, wamekuwa sadaka za mizimu ya ukoo, wamekuwa sadaka wa madhabahu za kichawi, wamekuwa sadaka. Kizazi chako kimetolewa sadaka, na ndio maana hauzai, kwa sababu wewe ni sadaka ya kuwafanya watu wasiozaa wazae. Wewe kuna mambo yaendi kwa sababu umefanya sadaka. Kuna eneo ujaa wewe kwa sababu wewe ni sadaka. Ninainua sadaka ya damu ya Yesu Kristo ikae upande wako. Hiyo sadaka itatambue hizo ishara. Wengine wamefanyika sadaka ya kutunza ndoa za watu wengine. Wengine wamefanya sadaka ya kutunza utajiri wa watu wengine. Wengine wamefanyika sadaka ya kutunza elimu za watu wengine. Wengine wamefanyika sadaka ya kutunza vyeo vya watu wengine. Uko upandi cheo kwa sababu kuna mtu amekutumia wewe kupanda cheo. Uko upate kazi kwa sababu kuna mtu anakutumia wewe kupata kazi. Uko awe na kuoa kwa sababu kuna mtu amekutumia wewe kuolewa. Kuna mambo ujengi kwa sababu kuna watu wamekutumia wewe kujenga nyumba zao. Na utadiriki kwa sababu wako watu wamekutoa wewe ili kupitia wewe wanatadirika. Kama unanielewa, sijui kama unanielewa, sijui kama unanielewa, sijui kama unanielewa. Mtu wa Mungu usifanye utani. Nataka niwaambie, tukifanya tathmini hapa ya watu, mmefanya kazi nyingi mno, lakini matokeo hakuna. Nataka nikwambie kwa sababu sio kazi inayotajirisha mtu. Kinachotakiwa ili utajirike, lazima uwe wewe kwenye eneo hilo la utajiri. Ukishakuwa wewe, utajiri utakujiria tu, na Bwana atakupa nguvu za kupata huo utajiri. Kwani haujawahi kufanya biashara na hela zikachukua
zinachukuliwa na tumorete. Kwa nini zinachukuliwa na tumorete? Kwa sababu ujawa wewe. Kweli fungu la 10 unatoa, ni kweli zaka unatoa, lakini hawajatumia zaka yako kukurudisha uwe wewe. Lakini nataka nikwambie, kwenye madhabahu hii jana usiku nikiwa hapa kanisani, ninaomba natembea naenda uwani. Wakati niko uwani, Mungu akaniambia tatizo kinachowatesa watu wengi ni kweli, lakini wanatoa, hawatoi kwa moyo wa uaminifu, wanatoa kama kutimiza wajibu. Ziko madhabahu zinawafuatilia hadi leo, kwa sababu kule kwao kwenye ile madhabahu walikuwa wanatoa kwa uaminifu. Kuna wengine kilichobakia kule kwao ni ule moyo wa uaminifu tu. Sadaka zao Mungu ametangua, lakini moyo wa uaminifu bado uko kule. Huo ndio unafuatilia mapato yako. Nataka nikwambie, hata kwenye hilo eneo, kwenye ibada hii leo, utakuwa wewe kwa jina la Yesu. Walikuwa waaminifu. Ni kweli wanatoa, sio kwa uaminifu. Uaminifu wao umebaki kule. Ile madhabahu bado inashikilia uaminifu wao ule, kwa sababu ya uaminifu wao kwa waganga wa kienyeji, bado ile nguvu inawaandama, inawatesa. Kwa sababu ya uaminifu wao kwenye zile madhabahu nyingine, bado nguvu ya ile madhabahu inawashikilia. Kwa sababu ya uaminifu, walitoa kwa uaminifu, walifanya kwa uaminifu, waliomba kwa uaminifu, waliabudu kwa uaminifu, japokuwa Mungu hakuwepo, lakini walikuwa waaminifu. Bwana ananiambia leo uaminifu wako uletee kwa jina la Yesu. Kwa nini wanakufanya sadaka? Kwa nini wanakufanya sadaka? Ni kwa sababu walikujua. Ni kwa sababu walikujua. Ni kwa sababu walikujua. Ndio maana day one, siku ya kwanza nilisema kuna wengine 90% sio wao. Kuna wengine 100% sio wao. Wengine 200%, 50% sio wao. Na utajuaje kama sio wewe? Kuna eneo hujiamini. Kuna eneo hujiamini. Umekuwa na hofu. Umekuwa na hofu. Kuna eneo sio. Kuna eneo unaogopa kujenga. Kuna eneo unaogopa kupanga. Kuna eneo unaogopa kujitegemea kwa sababu sio wewe. Kuna watu wanaishi kupitia wewe. Kwa hiyo ndio maana ujioni kama unaweza chochote. Kila unapotaka kufanya jambo, hujawahi kuona unaweza kufanikiwa. Hujawahi kuona kama unaweza. Hujawahi kuona kama unaweza. Leo nguvu ya Bwana imeshuka kwa ajili ya mtu mmoja aliye tayari. Nguvu ya Mungu imeshuka kwa ajili ya mtu mmoja aliye tayari. Nguvu ya Mungu imeshuka. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Najulikana huko. Najulikana mwenye kumo wako. Watu wao wakuamini. Ninaita huo moto. Ninaita hiyo nguvu yako. Ianza kutembea kwenye madhabahu hii. Ianza kutembea. Aliye tayari anashukiwa. Aliye tayari anahudumiwa. Aliye tayari anatembea. Hautakuwa sadaka. Waliokufanya sadaka. Waliokufanya sadaka. Moto anatembea. Moto anatembea. Walikukamata kwa uaminifu wako. Anza kuomba. Anza kuomba. Biblia inasema Bwana anatambua ishara za waovu. Nataka nikwambie. Sikilia kwanza. Nataka nikwambie. Kuna watu unashangaa ulifanyikaje sadaka. Kuna watu wakakuomba hela wakatoa kwa miungu. Kuna watu Biblia inasema Bwana anazitambua ishara za waovu. Anazitambua na kuwatia wazimu waganga. Simuka kanisa unanielewa.
Sio kwa mtu ananielewa. Walipofika kule walitoa sadaka ya mbuzi. Yule mbuzi walikufanya ni wewe. Walitoa mbuzi, wakasema huyu mbuzi awe fulani, wakampa jina lako, wakampa jina lako, wakampa jina lako, wakampa jina lako. Walitoa kuku, wakampa jina lako, wakatoa kondoo, wakampa jina lako, walitoa ng'ombe, wakampa jina lako, walitoa fedha. Wengine wameandika kwenye kikaratasi, wameaningiliza juu ya mti. Kaya karatasi kanapopotea, akili zako zinataka. Nataka nikuita leo kwa nguvu ya Bwana Yesu, najulikane upa. Watu hawa ni watu walioibiwa, wamefanya sadaka, wamefanya sadaka, wamefanya sadaka, wamefanya sadaka. Wewe sadaka, anza kuomba. Yesu Yesu, Yesu Yesu, Yesu Yesu, Yesu Yesu, Yesu Yesu. Punguza mzigo kidogo, punguza mzigo kidogo. Piga kwa chini chini, piga kwa mbalimbali. Raba sakata. Yesu Yesu, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Ninaita nguvu ya Mungu. Wewe sakata, wewe sakata. Bwana anauliza uaminifu wako uko wapi? Ninaita hiyo roho ya uaminifu iliyosalia kwenye madhabahu, uliokamatwa, wameitoa sadaka. Moyo wa uaminifu, moyo wa imani, moyo wa ibada. Esa baba, kanisa omba, anza kuomba. Yuko mwenye kanisa, Bwana anakurejesha, Bwana anakurejesha. Shuka na sadaka, Bwana anakurejesha kwa sadaka yako ya leo. Bwana anakurejesha kwa maombi yako leo. Bwana anakurejesha. Ninainua ile sadaka, ninainua ile sadaka. Bwana ameniambia usiku kuna watu kinachowatesa wewe waaminifu, wanaokamata kwa wewe waaminifu. Ulikuwa mwaminifu mno. Yakata Rabu Sukuba. Umefikia hatua kuona wewe ni sababu. Aliniambia siku ya manane. Yakataya. Haya kibia. Ninakupa. Anza kuomba. Katakuwa sadaka. Katakuwa urukumu. Katakuwa nasi. Katakuwa mayai. Katakuwa urukumu. Katakuwa ule nusu. Walipopuzika. Sakata. Wakachukua kivuli chako, wakachukua kivuli chako, wakachukua kivuli chako. Walikutoosha ule mbuzi. Sakata. Hujawahi kuwa tajiri, wala hujawahi kuwa ni tajiri, kwa sababu wamekuchukua. Ninakuita leo, my God, my Lord. Sakata. Yakata. Sakata. Rupasikutuba. Anza kuomba. Baba. Kila eneo unakuwa wewe. Kuna mwingine umeolewa na mashetani, waikabidhi ndoa yako, waitolea sadaka kwa mashetani ili usiolewe. Uelewe na mashetani, uzae na mashetani. Haya, omba. Hata ulegevu, omba kwa ujasiri, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yakatayaba. Leo kwa jina la Yesu, hiyo nguvu inarudi, nguvu za kiume, nyota ya ndoa, nguvu ya Mungu inarudi. Wewe sababu kizazi kinarudi. Walikutoa sadaka, ule kahaba, ule mzinzi, usielewe. Omba. Walitolea sadaka sura yako, walitolea sadaka macho yako, walitolea sadaka miguu yako, walitoa sadaka ili usifanikiwe. Bwana ananiambia anakujua wewe. Didai. Unaitwa
wapi? Watu mnasonga. Jiombeni na jirejeshe. Jirejeshe. Kila eneo. Haya makaburi ya kupamika. Haya wale makaburini. Nilianze. Ule kaburini. Wezani kaburini. Mungu makaburini. Gai yote makaburini. Minguru makaburini. Haya. Ulikuwapo kwenye tambiko la ukoo, kwenye ibada ya tambiko la ukoo, kwenye ile tambiko walikutoa sadaka. Haya pigia. Kuna wengine bado mko kwa waganga. Kuna wengine haya ninaua uzao wa uganga, uzao wa nyoka. Waganga walikuingilia kimwili, mapepo yanakuingilia kimwili, majini yanakuingilia kimwili, yanapigwa. Ninatoa talaka leo. Tunavunja hiyo ndoa ya kimepo. Tunavunja. Wengine ni sadaka zenu ziliwaponza. Hiyo sadaka ilikuponza. Ulilala kimwili na mwanaume. Yule mwanaume akachukua vitu vilivyotoka kwenye mke wako, akafanya ibada, akachanganya na sadaka. Haya, ninaimba. Kila eneo unajirejesha. Omba. Kila eneo. Yule mwanaume uliyefunga naye ndoa, yule mwanamke uliyefunga naye ndoa, ninaimba sadaka ya damu ya Yesu. Bwana anarejesha uaminifu wako. Bwana anakutoa. Endelea. Ninaona nguvu kwa ajili yetu. Ninaona pigia haraka. Haya njoo. Kuna wengine kwenye kuajiriwa unakuwa wewe, kwenye kujiajiri haujawahi kuwa wewe. Ninakuita leo kwenye ibada. Unajiajiri, unatafuta mtaje, haujawahi patikana. Yesu. Jirejesho. Wanapigwa. Walipokuuza, ninasikia kuna mtu umeuzwa. Wamekuuza kama Yusufu aliuzwa kwa Ismaeli. Ismaeli wakamuuza kwa Potifa. Aliuzwa kwa Farao, akamkadirisha Farao. Wewe umeuzwa, wewe umeibiwa, wewe umefanya sadaka. Ninakuita. Ulikoza, omba kwa kumaanisha. Power. Kuna watu wamuombi. Mbele ya Mungu iko juu yako. Endelea kuomba. Walikitoa sadaka kwa kuwafanya wengine wazae. Wengine mkono wa kushoto, huo mkono waliutoa sadaka. Huo mkono
umekuwa ni mkono wa kutajirisha wengine. Mkono huo wamechukua vidole vyote, hadi kidole cha ndoa, hadi kidole cha fedha, hadi kidole cha kumiliki. Nguvu ya Mungu inakutembelea hapo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hadi saa hizi msuli unakasa. Ndio unapoomba msuli unakasa. Kuna mwingine ni mguu wako wa kushoto na mguu wako wa kulia. Kwenye hivyo vifundo vinauma. Watu waliuza miguu yako. Haya. Kwa jina la Yesu. Endelea kujiita. Kwa hiyo sadaka. Hautakuwa sadaka tena. Hautakuwa sadaka yao. Hautakuwa uaminifu wao. Hautakuwa utajiri wao. Hautakuwa ndoa yao. Hautakuwa mke wao. Hautakuwa mume wao. Hautakuwa baba yao. Hautakuwa bibi yao. Lupa kuna wako Mungu. Endelea kwa Bwana ilikuwa Mungu kuelewa neno. Kadri unavyoelewa neno ndio unafunguliwa. Neno la Mungu ni taa. Ni kioo cha kujitazama. Moto umesuka. Yesu amesuka. Ameona mateso yako. Ameona taabu yako. Ameona familia. Haya. Yes. Hautakuwa kwenye hilo kaburi. Kaburi la vitovu. Kaburi la vitovu. Kaburi la vitovu. Kaburi la vitovu. Haya, amka. Kimbia. Wengine nasikia sadaka ya uaminifu ndio inayokutesa. Kwa jina la Yesu, endelea kuomba. Kata ile sadaka ya waganga, kata ile sadaka ya chale uliyowahi kuchanjwa, ikatae. Kata ile sadaka ya mbele wa leto, kata ile sadaka ya mafuta. Haya. Bwana anawatia usu. Ninakata mdomo wangu Thompson kwa sadaka. Ninakataa wajomba zangu kwa sadaka. Ninakataa mama zangu kwa sadaka. Ninakataa mke wangu kwa sadaka. Ninakataa watoto wangu kwa sadaka. Ninakataa kanisa hili kwa sadaka. Ninakataa washirika hawa kwa sadaka. Huko palipofanywa sadaka wanakabikwa. Hiyo madhabahu inagombanisha na kuweka. Ninakataa. Wewe sio sadaka. Yesu amekuwa sadaka. Badala yako unabesa. Endelea kwa. Niliongea katikati ya wiki. Ukiona mgombea anaenda kwa mganga, haendi kuomba ubunge wala urais wala udiwani. Anaenda kutafuta nani aliye rais, nani aliye mbunge, nani aliye diwani, ili amchukue huyo amfanye sadaka ili yeye awe wakubadilishie. Ninatuma nguvu ya Mungu kwa waganga. Wanatiwa wazimu. Ikiwa mmoja wapo amekutarget wewe ili mweke madarakani, anapigwa.
Kuna watu wamekuwa matajiri kwa sababu wamekutoa wewe sadaka ya utajiri wao. Wewe unatoa nini kwa Bwana? Sadaka gani ya utajiri? Wewe mwenye kutoa sadaka Bwana ya utajiri. Umesha kutoa sadaka Bwana ya utajiri. Watu wametoa sadaka ya utajiri. Kwa maana nilifundisha jana, lakini leo na kesho nitaendelea ili uweze kuelewa shida iko wapi. Kwa jina la Yesu, waliokufanya sadaka ya utajiri wao wanapigwa liba za fadhayo. Ninakukomboa kwa damu ya Yesu. Unakombolewa kwa damu ya Yesu. Unakombolewa. Jirejeshe kwenye asili yako ya utajiri. Hautafanikisha wao, hautawatajirisha wao, hautatunza ndoa zao, hautafanikisha wao, hautawauzia wao tena hiyo duka, hiyo biashara, hiyo kampuni. Hautasimamia kazi zao, utasimamia kazi zako. Endelea kuwa kila mimba unayobeba inaharibika kwa sababu hao mimba zako wamezitoa sadaka za kufanikisha mambo yao. Hilo tumbo lililotolewa sadaka, nguvu ya Mungu inapita kwenye hilo tumbo kwa jina la Yesu. Akili yako imetoa sadaka ya kuongoza makampuni yao, ya kuongoza maisha yao. Sasa ninaikomboa kwa damu ya Yesu. Ndio maana usikii wowote hauelewi. Ulikuwa na kipawa, leo hakipo kwa sababu kipawa chako wanakifanya sadaka kwa mashetani. Wanatumia sauti yako kumwimbia shetani, wanatumia kipawa chako, wanatumia kipawa cha kuimba, wanatumia kipawa cha kusifu, wanatumia kipawa cha biashara, wanatumia kipawa chako kila eneo. Kila aina ya kipawa ulicho nacho. Ulikuwa na kipawa cha ubunifu, wanatumia kipawa chako kubuni mambo yao. Endelea kwa ya Bwana nisaidie. Unafanya kazi wewe, mapato wanapata wengine. Unalipa kodi ya pango la biashara, lakini wanaouza ni wengine. Unauza wengine. Nasikia hili neno, kama maiko lipia frame na ukafanya biashara kwa ile frame, rejesha. Kazi yako kulipia frame, lakini biashara anafanya wengine. Kazi yako ni kununua viwanja na mashamba, wanaojenga wengine na kulima wengine. Kazi yako kuanzisha miradi, wanaonufaika ni wengine. Leo unaachiliwa, leo wanakutapika. Hilo kaburi la samaki kama Yona. Yona alimezwa na samaki, wewe ulimezwa na nyoka, wewe ulimezwa na shimo. Ninakuita Mungu, ninauita. Ikiwa ni mguu wangu wa kulia ulifanyika sadaka, na uita. Kama sio kwangu na wa mtu mwingine, ninaita. Haya, kimbia hiyo miguu yako. Shetani acha. Siwezi kuwa sadaka ya kutajirisha wengine, ya kufanikisha huduma za wengine, ya kufanikisha frumu za wengine. Haya, achia. Yesu ameshafanyika sadaka. Wewe
Yashike mafundisho haya. Biblia inasema yule sana Mungu ile ama ndipo mema atakapokujia. Yashike mafundisho yake, yaweke ndani ya moyo wako. Hakikisha neno hili tunaendelea kesho kulidadavua kwa undani. Ninatamani wewe ulioko hapa kesho usikose saa 10 jioni kwenye hili eneo la wewe kufanyika sadaka. Tutalitambua kwa undani, tutalitambua kwa undani. Kama kuna eneo naomba unasikia linauma sana, ng'ang'ania. Au unasikia vitu vinatembea, ng'ang'ania. Unaona mahali panawasha, ng'ang'ania. Chukua sadaka yako. Mungu aliniambia uaminifu wenu hauko kwenye madhabahu. Ndio maana madhabahu haishughuliki mambo yenu. You are just doing, unafanya kama unafanya, lakini sio kwa uaminifu. Unapuuza. Shika sadaka yako. Narani kuongoza maombi yako. Shika sadaka yako ibada. Shika sadaka yako. Wapenda, shika na zaka yako. Jamani, toeni zaka. Zaka ni kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Katika kila kazi hakikisha unatenga 10% ya mapato yako. Ikiwa umepata 10,000, tenga 1,000 zaka. Umepata 20,000, 2,000 ni zaka yako. Ukipata 10,000 ni zaka yako. Hiyo ndo inakusaidia kinga yako, ulinzi wako. Kesho tutachambua kwa habari ya hili eneo la sadaka. Ninakusihi sana kila mshirika wewe, ili ujue wewe umerogwa wapi. Umerogwa wapi? Shida iko wapi? Shika sadaka yako, simama tu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja na sadaka yangu. Kwa sadaka hii ninaambatanisha na sadaka ya damu yako. Kwa sadaka yako kuanzia leo ninakataa sadaka zote zilizotolewa kwa miungu, zilizotolewa kwenye madhabahu nyingine, kwa moyo wa uaminifu, ili mimi niwe sadaka. Kuanzia sasa, kwa kila sadaka niliyoleta kwenye madhabahu hii, naambatanisha na moyo wa uaminifu na damu yako. Ninakataa kuwa sadaka kwa mashetani. Mimi sio sadaka kwa mashetani. Mimi sio sadaka ya utajiri wa watu wengine. Mimi sio sadaka ya uhai wa watu wengine. Mimi sio sadaka ya afya ya watu wengine. Mimi sio sadaka ya ndoa ya watu wengine. Kuanzia sasa, ikiwa nilitolewa sadaka ya ulinzi wa familia, sadaka
mafanikio ya watu wengine ninakataa kwa sadaka ya mwili. Nakataa kwa sadaka. Nakataa, ninatoka leo kwenye madhabahu walikonifanya kuwa sadaka. Ninakataa kuwa sadaka zao katika jina la Yesu. Anza kuomba kupitia hiyo sadaka, kwa sadaka yangu na sadaka ndugu Yesu. Ninakataa kwa sadaka ya mafanikio ya watu wengine, ya utajiri wa watu wengine, sadaka ya huduma ya watu wengine. Ninakataa. Wamenifanya sadaka ili huduma zao ziende, ili huduma zao zikue, huduma yangu ife. Ninakataa. Waliotoa sadaka ya kizazi chako, ninakataa. Waliotoa macho yako kuwa sadaka ya urembo kwa watu wengine, kwa sadaka zako na wasamoto, ninaita hiyo macho, ninaita hiyo ndoa, ninaita hiyo uso, ninaita hiyo miguu, ninaita hiyo nyota, kimbia haraka kwa jina la Yesu. Wewe sio sadaka ya utajiri wao, wewe sio sadaka ya ndoa zao, wewe sio sadaka kuanzia leo, wewe sio sadaka ya nyumba zao. Walipojenga wakafanya sadaka ya jengo lao, sakatayaba, walipoona wanafanya sadaka ya ndoa yao, wewe sakata, walipopata kazi wakaondoa sadaka ya ndoa zao. Kuna mtu aliwahi kutoa rafiki yake sadaka ili apate kibali cha kwenda kusoma. Ikiwa kuna watu walikutoa uwe sadaka ya kibali chao, uwe sadaka ya mvuto wao, uwe sadaka ya heshima yao, uwe sadaka ya vyeo vyao. Ninainua sadaka ya damu ya Yesu, inainuka hiyo sadaka, inanena mema tofauti na roho kunania. Haya. Maadamu umekuja mwenyewe kwenye madhabahu, hakuna anayeweza kukataa usiwe. Hakuna anayeweza, hakuna anayekuweza wewe, hakuna anayekukataa usiwe. Nani anayekataa? Pepo, kwa jina la Yesu ninasikia kwa jina la Yesu. Wewe jificha kwenye sura ya mtu, wewe jificha kwenye macho ya mtu, wewe jificha kwenye nywele za mtu, wewe jificha kwenye mikono ya mtu, wewe jificha kwenye miguu ya mtu, kwenye kizazi, kwenye uke, kwenye ume, kwenye ndoa, kwenye tumbo, wewe jificha kila eneo. Pigwa kwa moto wa Yesu. Watu walikutolea sadaka ili wapate kipawa chako. Wakufanya sadaka ya watu wengine. Akili yako kufanyika sadaka. Bwana Yesu, ni maombi yangu kwako, yule uliyemjua, sio huyu anayejijua. Ninataka yule uliyemjua, ninataka yule uliyemjua kwa jina la Yesu. Yule uliyemjua hadi ukamweka kwenye tumbo la mama yake, kwenye tumbo la baba yake, kwenye viuno vya baba yake na kwenye tumbo la mama yake, ukarushwa za yule. Ninataka huyo kila eneo, 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 kwa jina la Yesu. Asante Yesu.
kuleta sadaka. Kwa jina la Yesu. Anza kuleta sadaka. Hautakuwa sadaka, hautakuwa sadaka yao, hautakuwa tambiko lao, hautakuwa tambiko lao, hautakuwa tambiko lao, hautakuwa utajiri wao, hautakuwa kibali chao, hautakuwa cheo chao, hautakuwa elimu yao, hautakuwa mali yao. Wewe ni wa Yesu. Yes. Riba sakaraba. Ribu sikitepa. Sakata. Riba sakata. Yakata yapa. Kwa sadaka hii ninambatanisha na damu ya Yesu. Ninamwita leo Martha. Wewe si unamwachia. Wewe Manda unamwachia. Eni miembe mnamwachia, vipwengu mnamwachia, wana masino mnamwachia. Achia uso wake na sura yake, achia mume wake, achia ndoa yake. Ninamwita Martha harusi, yule ambaye Mungu anamjua. Yule mtu ninamwita sakata. Anatoka kwenye chumba cha giza, anatoka kwenye shimo, anatoka kwenye pesa na wasa moto. Hiyo mizimu, hiyo miungu, napiga. Yule mwanaume alimfukuza ndoko sumu. Natoa talaka. Hati ya talaka inatolewa kwa jina la Yesu. Hatamjua tena, hatamtambua. Haya, achia zote, achia connection, achia Mungu wake, achia utambulisho, achia yoyote. Haya, kimbia Masa, kimbia na huduma yako, kimbia na ndoa yako, kimbia. Yesu amekutuma, Yesu amekuleta, anakuita leo. Ninakurejesha kila eneo na watoto wako na mume wako na ndoa yako. Haya, kwa jina la Yesu. Liba zaka, moto wa sadaka, nguvu ya sadaka, wewe kufanya sadaka. Ninaachilia nguvu ya sadaka. Bwana amesema atamtuma yule naye leo apigwe, yule alaye ndoa yako, aliyekula tuma yako, aliyekula huduma, aliyekula sauti, aliyekula, wanapigwa kwa jina la Yesu. Wanajua na fedha. Ninaona ulitakiwa kuwa utajiri. Ninaona Bwana anasema ninarejesha vyote. Ninakukutanisha kwa nguvu za Mungu yule ambaye Bwana amemkusudia. Sakata. Narejesha vyote. Natapika. Unaachiliwa. Narejesha vyote. Kwa komiti Bwana amesema utakula mema ya nchi. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Hayo mema ya nchi yaliyokamata, yaliyotumiwa na mashetani, yaliyotumiwa na majini, yaliyotumiwa na mapepo, yaliyotumiwa na wachawi, leo yanatapikwa, leo yanaachiliwa, leo yanakuachilia kwa jina la Yesu. Haya. Wakomiti kuta hapa, mema yote yanakuachilia. Connection. Sakata. Yete tepa. Hata huduma nafanya chini ya
unatoka mavumbini. Uko makaburini, unatabikwa huduma ya kinabii, huduma ya unabii. Haya, pokea. Bwana anakutumia tena. Haya, walikamata masikio. Wewe umekosea. Kimbia. Hiyo huduma ya unabii, huduma ya kinabii. Kimbia haraka. Macho ya kiroho yanarudi, masikio ya kiroho yanarudi, akili ya kiroho inarudi. Na irejesha kutoka kwenye madhabahu ya Mungu wa matokeo. Bwana anakutokea. Utakwenda, hakuna atakayekuzuia. Utakwenda pale Bwana anapokutuma. Utaomba kupita kawaida. Rima sakata yete tuba. Yesu yalituma niwasaidie watu kama hao. Ni saa yao. Ninashika kitovu chake kwa imani. Walizika kitovu, wakazika hilo kitovu, ndio kaburi lake. Walikozika na ndoa, walikozika na kibali, walikozika na sura, walikozika na umbo, walikozika na uchumi wake, vyote vinarejea kwa Yesu. Madirisha yaliyofungwa yanachiliwa. Endelea kuomba. Kuna Mungu rika bakutukutu yeketeketepa. Ninasema ninaona ndio. Bwana ameniambia ninaona ndio. Wewe sio Margaret kwenye eneo la ndoa, sio wewe na sio mume wake. Wewe sio mume wake. Wewe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sadaka wanapigwa leo, wanakutapika naita na sura na macho na uke yale baba na ile tumbo na ile umbo, sura na macho na zile nywele. Haya. Hiyo sadaka ya zaka wanakemewa leo. Haya. Walikufanya sadaka. Ninakuona kwenye duka, ninaona kwenye hilo duka, kwenye hiyo hardware, unatoka kwenye hardware, kwenye hiyo duka. Haya, pesa yako. Walikufanya sadaka ya utajiri wako, walikufanya sadaka ya ndoa zao, walikufanya sadaka ya elimu zao, walikufanya sadaka ya hatima yao, walikufanya sadaka ya kibali chao, ya mionekano yao. Saidia wako wapi? Haya, walikufanya sadaka. Niletee huyo bado. Nimebea masomaso ya tume. Operation. Nimesikia wanasema utakuwa unaonekana lakini hautaolewa. Walikutoa sadaka ya ndoa zao, walikufanya sadaka ya ndoa yao, walikufanya sadaka ya kupata waume, kila aliyefanya sadaka ya kupata wanaume, ya kupata ndoa unatapikwa, ya kupata pesa unatapikwa, wanapatia kwa sadaka ya nasema walifanya kwa uaminifu. My God, ulipakukukuku aisaita uioni futa mkamzika watu kwake
asione ficha. Ninaita hiyo akili asijijue yeye ni nani. Namwita yule ambaye Mungu alimtoa. Namwita yule ambaye Mungu alimtoa. Namwita yule Mungu ambaye alimtoa. Alimtoa Mange, sio huyu. Ninamwita yule harisi. Haya tubia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Wanapigwa. 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 Hiyo miguu. Hiyo miguu sio ya papa. Hiyo miguu sio ya Margaret. Ninaita miguu ya Karusi. Ninaita umbo la Karusi. Ninaita nyonga ya Karusi. Ninaita usura ya Karusi. Ninaita rangi ya Karusi. Ninaita macho ya Karusi. Haya haya. Wewe unasoma ni uziwa macho ya kila ishara ya uovu na itambua. Ishara walizozifanya nazitambua. Let me. Saidia, let me. Wewe mfanya sadaka. Pesa baba. Nasema ni sadaka yetu. Ni sadaka ya utajiri wetu. Ni sadaka ya ndoa zetu. Haya pigwa. Kufa. Hata kwa sadaka hiyo. Kimbia. Kila unafanyika sadaka. Kila unafanyika sadaka. Yesu amekuwa sadaka yako. Yesu amekuwa sadaka yako. Yesu amekuwa sadaka. Kwenye Israeli, kwenye maduka unatoka maduka ya vitambaa. Kwenye miradi ya dhahabu. Eti unaolewaje ikiwa wewe ndio sadaka yetu? Ukiolewa maisha yetu yatakuwaje? Ndoa yetu itakuwaje? Tumekuzalisha ili utakae. Sasa ninasema atakaitwa hapa, kila mwanamke anaolewa na kila mwanamume anaoa. Kokote uliko unarudi leo, wewe sio sadaka yako. Wewe sio sadaka yako. Wewe sio sadaka yako. Wewe sio sadaka yako. Kama ulivyokabidhi sadaka, na wewe hui sadaka. Kwanza sasa unakuwa sadaka ya Yesu. Yesu anapokea. Haya. Yesu amekupokea. Yesu amekupokea. Amekupokea kwa sadaka yako. Kwa sadaka yako. Kila mmoja ulioko hapa, Yesu amekupokea. Yesu amekupokea. Yesu amekupokea kwa jina, sema amina. Yesu
na amekufanya kwa yule aliyekujua, katika jina la Yesu Kristo, amen. Pigia Yesu makofi mengi. Na wewe ambao utatufuatilia, Yesu amekupokea. Pigia Yesu makofi mengi, makofi mengi. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza yeye. Huyu Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi ninakutukuza yeye. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana ninakutukuza yeye. Sijui kama kuna mtu ametendewa mema. Wako wapi wale waliotendewa? Wewe wako wapi? Tuimbe pamoja yeye. Nakuita wewe waliokutoa sadaka, kuanzia sasa ninatambua agano la pete na agano la ndoa. Sasa hautotoa sadaka. Yesu amekupokea. Basi na yeye umetenda mema huyu Yesu, ndio maana leo ninakutukuza yeye. Huyu ndio maana leo ninakutukuza. Ametenda mema Yesu, huyu Yesu, ndio maana ninamuimbia yeye. Huyu ndio maana ndio maana leo sijaona wale walioniregea nani. Ndio maana sisi, ndio maana sisi, ndio maana leo wako wapi matajiri? Wako wapi matajiri? Tusikie mziki sasa. Wako wapi wale nirejesha? Yes, 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 yes. Mwambie jirani niangalie vizuri. Kwa sababu sio wewe. Leo ni kwa wewe. Leo kuna mai. Leo kuna mai.
Wangapi wanajua kupiga makofi tena? Unakumbuka? Twende, wangapi wako tayari?